hakuna kipengele kinachosema kwamba timu isipofanya mazoezi siku moja kabla ya mechi katika uwanja husika kwamba hiyo mechi itaahirishwa. Kipindi wa bodi ya ligi katika kanuni zake inasemekana, japo mimi sijazisoma, lakini inavyosema ni kwamba timu isipofanya mazoezi katika uwanja husika wa mechi siku moja kabla, italazimika mechi hiyo kuchezwa kesho yake, na itakavyokuwa ikichezwa hiyo mechi kesho yake, ina maana baada ya ule mchezo bodi ya ligi TFF ndo watarudi kumwadhibu muandaaji kwamba katika maandalizi yake aliyoyaandaa kwa ajili ya mchezo hayakuweza kufanikiwa kwa 100%. Ina maana Yanga wao walichokitarajia, Simba wamegomewa kuingia uwanjani kufanya mazoezi tarehe 8. Tarehe 7 ilikuwa. Ina maana tarehe 8 wao walitarajia Simba atapeleka timu uwanjani. Akifikisha timu uwanjani mechi itapigwa. Mshindi atapatikana. Baada ya hapo walikuwa wako tayari kwa adhabu yoyote ambayo walikuwa wanakwenda kupewa kwa kosa la kuwazuia Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Lakini huu utamaduni naweza nikasema aliyeharibu moja kwa moja, bodi ya ligi pia nao wana makosa yao, lakini aliyeharibu ni Yanga, kwa sababu timu hizi zimezoea utamaduni wa kupenda sana ushirikina kwenye swala la viwanja, mambo ya nje ya uwanja. Sasa mambo ya nje ya uwanja ndio yanakuja kutugharimu. Kwa mfano hii leo unavyozungumza, watu tulikata tiketi zetu, tulikata tiketi tangu tarehe 7, tunasubiria mechi ya tarehe 8. Kuna aliyekata kuanzia hata tarehe 1, anasubiria game ya tarehe 8. Mwisho wa siku game haikuchezeka. Bodi ya ligi wakaja wakatutajia kwamba mechi itachezwa tarehe 15. Kuna mtu alishaanza kuomba mpaka ruhusa hata kazini kwamba hiyo, nadhani itakuwa ni Jumamosi hiyo tarehe 15, kwamba tarehe 15 kwamba ataomba off ya kuanzia angalau tarehe 14, kwa sababu unakuta watu kama wa kaskazini tunaondoka huku tarehe 14 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa. Tunatakiwa kuondoka kwenda unaangalia mechi tarehe 15, tarehe 16 unarudi ili tarehe 17 Mungu akijalia uwe kibaruani, uwe kazini. Lakini sasa hivi unakuta majamaa au watu wanajitahidi, wanaomba ruhusa kwa ajili ya kwamba tukaangalie dabi, lakini mwisho wa siku dabi yenyewe ndio kama unavyoiona kwamba inakoelekea hii dabi inaelekea kuota mbao. Je, nimesikiliza kauli ya Almasi Kasongo na Karim Boimanda. Nimesikia kauli yake akisema kwamba maandalizi yanaendelea, ndio tunakubali. Je, wale wenye haki za matangazo wanaipromote hii mechi wana taarifa? Na je, kama wana taarifa, wanasikiliza taarifa za bodi ya ligi au watasikiliza taarifa kutoka ndani ya Young Africans? Yaani hapo nazungumzia kwamba watu wa idara ya habari, mawasiliano, au watu wa mitandao ya kijamii, watu wenye haki ya kurusha haya matangazo, mfano Azam TV, lazima watajiandaa. Na kama wakienda kusikika kule wana promote ile mechi, ile hali Yanga wameshawaambia kwamba sisi hatutapeleka timu. Wanaosema kwamba wanataka kupromote hiyo mechi waondoe logo ya Young Africa, waweke logo nyingine kwa ajili ya mechi ya tarehe 15. Mechi ya tarehe 15 mechi namba 184, si ndio? Wao wanachokisema ni kwamba hawaitambui. Je, tunachokisubiria, Yanga wamezungumza leo ni tarehe 5. Tuna siku karibia kama 9 ambayo siku ya 10 itakuwa ndo mchezo husika. Tunataka kusikia taarifa kutoka bodi ya ligi kwamba je, kama Yanga wametoa tamko hilo, bodi ya ligi wao wanasimama na msimamo gani? Kama wanasimama na msimamo wa kwamba mechi haipo, ina maana hata hawa watu wasijisumbue kwamba wanaenda uwanjani, au kama wataamua kwamba wao wanasimama na msimamo kwamba mechi ipo, ina maana wenye haki ya kurusha matangazo wanatakiwa kuendelea kupromote mechi, alafu mwisho wa siku ya tarehe 15 Simba Sports wanatakiwa kupeleka timu uwanjani